Na mimi niseme kuwa 100% na muunga mkono Askofu Gwajima na wote wale wanaopinga matendo hayo, na kumuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba anatumia mamlaka yake, nguvu zake na vyombo anavyovisimamia kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaishi kwa amani bila hofu kutokana na vitendo kama hivi, na yeye kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu amepewa mamlaka ya kuweza kukomesha mambo kama hayo. Ni vizuri tukawakumbusha wale wanaotutawala akiwemo mama mwenyewe kwamba Mwenyezi Mungu anasema kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sema Mola wangu, wewe ndio unayemiliki ufalme na ni wewe ndio unayempa umtakaye ufalme. Kwa hiyo unapokuwa mama, wewe ndio kiongozi, umepewa dhamana ya kusimamia maisha, uhai, usalama wa watu milioni takriban 60. Ni wajibu ulio juu ya shingo wako. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu asingewakinga na kuwanusuru watu dhidi ya shari za watu wengine, bila shaka zingelivunjwa nyumba za watawa, yangelivunjwa makanisa, yangevunjwa masinagogi, ingevunjwa misikiti ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi, na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule ambaye aninusuru jina lake. Yeye ndiyo mwenye nguvu kubwa kuliko zote. Aya hii inakataza kuvunja masinagogi, majumba ya watawa na makanisa na misikiti. Sasa wewe ambaye unachukia kanisa, wewe ambaye unachukia kuona kanisa, basi nenda kavunje. Lakini ni kosa, si haki kwa Muislamu kutamka maneno kama hayo. Kila Muislamu angependelea watu wote wawe Waislamu. Kila Mkristo alitazamia Waislamu wote waingie katika Ukristo. Hivyo ndivyo ilivyo tamaa ya wahubiri wote. Askofu Gwajima kuna kipindi amepata kutamka kwamba misikiti katika muda mfupi itageuka kuwa Sunday schools, akiwa na maana kwamba Waislamu wote watageuka, watakuwa upande wao, na katika misikiti kutakuwa na Sunday schools, ndio zitakuwa watu wanasomea kwa sababu Uislamu utakuwa haupo. Hiyo ndio tamaa ya kila aliyekuwa Mkristo mhubiri, na hiyo ndio tamaa alionayo kila mhubiri wa Kiislamu. Kwa hivyo basi ni kosa kufunga kanisa kwa sababu Qur'ani inakataza. Lau tusingekuwepo na utaratibu na mamlaka kuwepo na serikali kuwepo na kiongozi wa serikali kuwepo, wale wanaochukia makanisa wangeenda kuyavunja. Wale ambao wanaochukia misikiti wangeenda kuivunja. Wamefunga kanisa na wameuzunguka kanisa, hakuna anayekwenda. Tunaiomba serikali, tunamuomba mama kwa heshima zote aondoe hili chuki ambayo imepandwa, na yeye ni kiongozi, anapaswa kuhakikisha anasimamia haki ya kila mtu, na tunachukulia kuwa kufunga kanisa ni kuwanyima watu haki yao ya kuabudu, na hilo ni jambo ambalo halikubaliki kidini kama Muislamu, kiinchi, kimadaraka, kimamlaka kwa mujibu wa katiba, na huo ni jambo ambalo linaleta chuki kwake rais binafsi na kwa serikali kwa ujumla wake. Sasa vitendo hivi vya kufunga kanisa vitaleta chuki binafsi ya wale waliofungiwa kuabudu na wale wanaowaunga mkono na wale wanaoamini kama wanavyoamini waliofungiwa. Wataipeleka chuki hiyo kwa Mheshimiwa Rais na hatimaye kwa serikali nzima kwa ujumla, na baada yake kwa kuwa rais ana dini pia, watachukulia kuwa ni rais aliamrisha hivyo kwa chuki alionayo kwa dini ya watu wengine. Ili kuweka mazingira sawa, sheria ifuate mkondo wake. Askofu Gwajima kama anakosa achukuliwe yeye kama yeye, kanisa watu waendelee kuabudu, na maaskofu wako chungu mzima wa kuendesha ibada, sio yeye. Baada ya kusema hayo, naomba kusema kuwa nchi yetu inakwenda katika uchaguzi. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie uchaguzi wetu uje kwa amani, tufanye uchaguzi kwa amani, na tupate viongozi wale watakaokuwa wameteuliwa na Mungu, wakachaguliwa, wakatangazwa, ili nchi irudie katika hali yake ile ile ya kawaida ya ukimya, amani na usalama. Na tukithirishe kuomba kwa Mwenyezi Mungu katika ibada zetu zote tunazofanya, amani yetu izidi kuendelea na hivi viashiria vilivyovunja amani. Kwangu mimi nasema Tanzania hadi sasa tunahitaji maombi ya amani. Sitoi mwito wa amani kwa sababu kwamba amani ipo, la hasha. Hakuna amani. Hakuna amani mahala ambapo kuna watu wanachukuliwa, wanauliwa na kutupwa kwenye mito wawe chakula cha mamba, na kuzamishwa baharini, kupotezwa, hawajulikani walikokwenda. Hapa nyumbani kwangu alikuja akachukuliwa shekhe mmoja akiitwa Khatibu. Mimi niliitwa polisi nikaenda naye, akachukuliwa, akapewa simu. Baada ya kutoka polisi alichukuliwa na watu wasiojulikana, akapewa simu, akaaga kwa mkewe kwamba ninakwenda, nitarudi. Mpaka leo hii mwaka wa 3 wa 4 hajaonekana wala haijulikani alikwenda wapi. Baada ya hapo utadai kuwa amani ipo? Hakuna amani. Tunahitaji amani ya kweli na utulivu wa kweli, na sisi tunasema kuwa haya yanayofanyika si mambo ya haki, na ni wajibu wako kama kiongozi kuweza kuhakikisha yanatoweka. Wewe ndiyo ambaye mwenye jukumu na ndiyo utakayeulizwa kuliko mtu mwingine yoyote katika hali kama hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wetu kukuomba na kukusihi uhakikishe kwamba unasikia kilio cha wananchi wako na kuhakikisha kwamba unatekeleza haya ambayo wananchi wanalia, na uwezo unao na unaweza. Na nukta ya 3
inahusu usawa. Taifa lolote liwalo linatakiwa kuweka utaratibu madhubuti wa kikatiba, kisheria na kikanuni ambazo watu wote watajiona kuwa ni watu sawa, bila upendeleo kwa watu wenye utajiri, vyeo na wenye kushika nafasi za uongozi katika utawala, na watu kujikuta wananyanyaswa au kujikuta anadharauliwa na kubaguliwa kati yake yeye na mtu mwingine kwa misingi ya asili, kabila lake, rangi yake, jinsia yake, lugha yake au dini yake. Kwa upande wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imikononi mwake, laqatlu mu'minin a'dhamu 'inda Allah, kumuua mu'min ni jambo kubwa